نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Watukufu wa Kiislamu, awwalu shay'in, la kwanza kabisa, usikum wa usi nafsi bitaqwa Allahi azza wa jalla, na kuhusieni kumcha Allahu subhanahu wa ta'ala. Hakika alfawzu lilmuttaqin, kufaulu ni kwa wale ambao wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu katika iman, fa amma mawdhu khutbatuna al-yawm, amma unwani ya khutba yetu ya leo itakuwa ikisema ni ipi maana ya funga. Nini maana ya funga? Watukufu wa Kiislamu, Allah subhanahu wa ta'ala ametuwafikisha kwa hikma yake kubwa kudiriki mwezi huu mtukufu wa Ramadhan. Laqad adallana Allah bihadha shahril karim, Allah ametuwafikisha kupata kivuli cha mwezi huu mtukufu wa mausimul khairati wal barakat, na msimu wa kheri na wa baraka na kheri nyingi katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhan. Fama fadhlu hadha shahr, ni upi ubora wa mwezi huu mtukufu wa Ramadhani? Ndugu katika iman, katika hutuba yetu, ikiwa unwani yake inasema ni ipi maana sahihi ya funga, tutaanza kuangalia ubora wa mwezi huu mtukufu wa Ramadhani tuliokuwa nao. Hadithi sahihi ya Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam asema: idha jaa Ramadhanu, pindi ambapo mwezi mtukufu wa Ramadhani unaingia, futihati abwabul jannati, milango ya pepo yake Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuingia mwezi mtukufu wa Ramadhani inafunguliwa. Wa ghulliqati abwabun niran, lakini milango ya moto wa jahannam pia yafungwa. Hizi hadithi hii inaonyesha ubora wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Pindi unapoingia tu milango ya pepo Allah subhanahu wa ta'ala yote anaiacha wazi, lakini si hivyo, wa ghulliqati abwabun nar, na milango ya moto Allah subhanahu wa ta'ala anaidhibiti kwa kuifunga. Asema wasufirati shayatin, lakini kuonesha ubora wa mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, wasufirati shayatin, na mashaitani Allah subhanahu wa ta'ala anawafunga minyororo wasiwaribie viumbe wake Allah subhanahu wa ta'ala. Funga. Hadithi hii ndugu katika iman inatuonesha ubora wa mwezi huu mtukufu wa Ramadhan, kheri zake ambazo zinapatikana kwa Waislamu na waumini ambao wanaoshikamana na ibada ya funga. Fadhlu sawm, na ni upi ubora wa funga katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhan? Baada ya kuwa tumeona ubora wa mwezi huu mtukufu wa Ramadhan, ni ipi funga ambayo ni bora katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhan? Ayuhal muslim, intabih, Uislam, kuwa makini, zinduka. Min fadlihi anna Allah katabahu ala jamii al-umam, miongoni mwa ubora wa ibada hii ya funga ambayo tuko nayo leo hii,
anna Allah katabahu ala jamii al-umami, ibada ya funga hii Allah subhanahu wa ta'ala ameifaradhisha, ameiandika katika umma mbalimbali ambazo zilizopita. Akasema Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an, ya ayyuhalladhina amanu, enyi waumini mliomwamini Allah subhanahu wa ta'ala, kutiba alaykumus siyamu, hakika mmefaradhishiwa kufunga, kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun, kama ibada ya funga ilivyofaradhisha katika umma mbalimbali ambazo zilizopita. Ndugu Muislamu, ibada ya funga haijaanza kwa utume wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bali ilikuwepo katika umma mbalimbali ambazo zilizopita. Asema annahu sababu limaghfirati dhunub, lakini jambo lingine, ubora wa funga ambayo uko nayo Muislam, annahu sababun limaghfirati dhunubi, funga ulionayo ni sababu ya madhambi mbalimbali kufutwa kwa ibada ya funga ambayo uliyokuwa nayo. Wasayiati, ni sababu ya kufutwa madhambi na makosa mbalimbali kwa ibada ya funga ambayo ewe Muislamu unayoifunga kila siku ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhan. Wa min fadlihi, na miongoni mwa ubora wa saum wa ibada ya funga, anna thawabahu la yataqayyadu bi'adadin muayyan, kwamba hakika ubora wa ibada ya funga, hakika ya thawabu zake, la yatakayadu, haidhibitiki katika idadi maalumu, bali yuti as-saim ajrahu bighairi hisabi, bali Allah subhanahu wa ta'ala anampa mtu aliyefunga, aliyekuwepo katika ibada ya funga, malipo ambayo yanakuwa hayana hisabu. Ndugu katika imani, miongoni mwa bora za funga ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, ibada ya funga haina malipo maalumu kwamba ukifanya hivi, ukifunga siku moja malipo yake ni kiasi fulani. La, malipo ya ibada ya funga anayajua Allah subhanahu wa ta'ala, anayatoa pasina ya hisabu. Muislam, kwa fadhila hizi zote, fariba alla tasuma shahra Ramadhan, kwa nini usifunge mwezi mtukufu wa Ramadhani? Kwa nini usishtuke ukatanabahika ukafunga mwezi huu mtukufu wa Ramadhani na ukaacha janja kwamba mwezi wa Ramadhani unapokufikia wewe tumbo lako ndo lauma, wapata vidonda vya tumbo? Muislamu, mche Allah subhanahu wa ta'ala. Angalia bora za funga hizi ambazo wanazisema Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama, amezitaja ibada ya funga ina malipo na mlipaji wake ni Allah subhanahu wa ta'ala. Farida alla tusbiha swaima, Muislamu, kwa nini usifunge mwezi mtukufu wa Ramadhani ukaacha kula mchana wa Ramadhani pasina haya na aibu yoyote ile? Muislamu, mche Allah subhanahu wa ta'ala, funga mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Qala Allah ta'ala, Allah mtukufu akasema katika hadithi al-Qudusi, kullu amali ibnu adam lahu, kila matendo ya mwanadamu Allah anataka aoneshe kwamba ibada hii ya funga ni yake peke yake, na yeye ndiye mwenye kutoa malipo ya wale ambao wanafunga mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Allah akasema katika hadithi al-Qudusi, kullu amali ibnu adam lahu, hakika matendo yote yale ya mwanadamu ni yake, illa sawma, isipokuwa ibada ya funga. Allah anataka kuonesha wewe Muislamu ubora wa ibada ya funga ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Matendo yote ambayo wewe Muislamu unayofanya ya kheri, ukatoa sadaka, ukasali, ukafanya kheri mbalimbali, hayo matendo yote hayo Allah anasema hayo ni yako, fadhila zake na malipo yake yanarudi kwako wewe mwenyewe ambaye umeyatenda matendo hayo. Lakini Allah anasema illa sawma, isipokuwa wewe Muislamu, ibada ya funga sio ya kwetu sisi mimi na wewe. Allah anasema fa innahu li wa ana ajizi bihi, hakika hiyo funga ni ibada yangu mimi, wa ana ajizi bihi. Allah anasema na mimi ndiyo mwenyewe mwenye kulipa katika ibada hiyo ya funga. Ndugu katika imani, ibada ya funga sio yetu sisi, ni ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ndiye mwenye kulipa. Usiache kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani ukasema kwamba ninamkomoa Allah. Unaikomoa nafsi yako ndugu katika imani.
Allah anasema amna ahadukum tuamahu wa sharabahu min ajli, mmoja wenu namzuia chakula chake na kinywaji chake min ajli, kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu katika imani, funga malipo yake ni makubwa na ni ibada ambayo ni ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fahadhihi alfadhail ayuha almuslim, ewe Muislam, kwa ubora huu wote huu tulioutaja, kwa nini usifunge ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani? Ayuha almuslim, falana nantaqilu ila nuktatin ukhra. Mpaka hapa tunahama katika nukta nyingine kuangalia ni ipi maana ya funga sasa, baada ya kuwa tumetazama ubora wa mwezi na ubora wa ibada ya funga yenyewe ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Wanasema wanachuoni wa dini ya Kiislamu tukufu, as-saumu, mtu anaposema nimefunga anakusudia nini? Au wataalamu wa dini ya Kiislamu, mtu akisema amefunga ana maana gani? Sema as-siyamu huwa al-imsaku anil mufattirati min tulu'i al-fajr ila ghurubi ash-shams. Mtu anaposema amefunga, maana ya funga ni kujizuia kula na kunywa, min tulu'i ashamsi, kuanzia pale ambapo jua linachomoza, ila ghurubi shamsi, mpaka pale ambapo jua linapoenda kuzama. Hii ndiyo maana ya funga kwa istilaha ya wanachuoni wa dini ya Kiislamu. Mtu anaposema amefunga au watu wapo katika mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, wanamaanisha au wewe ibada yako ya funga unakuwa umejizuia na kula na kunywa kuanzia pale ambapo alfajiri inakuwa imechomoza, ila ghurubi shamsi, kwenda mpaka kuzama kwa jua. Ndugu katika imani, fahadha huwa taarifu siyam, hii ndiyo taarifu maana ya funga. Mtu anakuwa amejizuia na vitu vyote ambavyo vinamtoa katika ibada ya funga, kuanzia jua linapochomoza mpaka jua linapozama. Asiyamun, na ibada ya funga ya Muislamu, sabrun ala taati llah, ni kusubiri katika toa yake Allah subhanahu wa ta'ala, wa sabrun ala maharimillah, lakini pia kusubiri katika majambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliyoyaharamisha. Hii ndiyo maana ya funga. Unapokuwa umefunga, ndugu katika imani, unakuwa upo katika toa yake Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sabrun ala maharimillah, lakini umejizuia, unasubira hali ya juu ya kujizuia na maasia na mambo ya haramu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliyoyaharamisha. Wa sabrun ala aqdari llahi almu'liba, lakini pia unapokuwa katika ibada ya funga unakuwa unasubira hali ya juu katika kadari zake Allah subhanahu wa ta'ala almu'lima, zenye kuumiza nafsi. Zinaumiza na nini? Min aljui wal atashi, kutokana na njaa, wal atash, na kiu kikali, wa dhafi albadan, lakini pia kudhoofika na mwili. Fahadha huwa maana asabri, hizi ni katika maana ya sabri na mtu anapokuwa katika ibada yake ya funga. Ewe Muislam, tumcheni Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada zetu za funga, tufanye subira katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, kuacha majambo ambayo ni ya haram, ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliyotuharamishia. Hukum siyami Ramadhan, nukta nyingine ndugu katika imani tunaitazama ni ipi hukumu ya kufunga mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Je, ni jambo ambalo ni la khiari, si la lazima? Mtu akasema wewe funga, una uhakika na kufuturu, funga. Mimi sifungi, sina uhakika wa kufuturu. Je, ni hivyo? Ibada hii ya funga iko hivyo? Ni lazima au ni khiari, au mtu akitaka anafunga? Kuwa makini katika hutuba hii ili upate faida, ndugu katika imani. Ikhwani, ndugu zanguni katika imani, inna siyama ramadhana, hakika funga ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, ahadu arkani lislami, ni moja ya nguzo za Uislamu, wa mabanihi alidham, lakini ni katika majengo yake ambayo yaliyokuwa makubwa. Ndugu katika imani, hii nguzo ya funga hii ambayo imetufikia katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani ni katika zile nguzo tano za Uislamu, na ni katika jengo ambalo ni kubwa katika ibada hii ya funga. Allah anasema, ya ayyuhalladhina amanu, enyi waislamu limuamini Allah, kutiba alaykumus siyam, hakika mmefaradhishiwa kufunga,
kama kutiba ala alladhina min qablikum, kama ilivyofaradhishwa ibada ya kufunga kwa umma ambazo mbalimbali zilizopita. Mpaka hapa unaona ya kwamba ibada ya funga, ndugu katika imani, sio ya hiari. Ni lazima wewe Muislamu ufunge kwa hali yoyote ile ambayo utayokuwa nayo, sio jambo la hiari. Ibada ya funga ni katika nguzo tano za Uislamu. Nguzo tano, ukivunja moja Uislamu, basi wako wewe Uislamu unaharibika na kupotea kwa kuvunja nguzo moja katika nguzo zake za Uislamu. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema, bunia alislamu ala khamsi, Uislamu unavyoona min bidayati ila nihayati, ya mwanzo mpaka mwisho, umejengeka katika nguzo tano. Wa dhakara minha sawmu ramadhana, Mtume akataja katika nguzo hizo tano aswaumu ramadhana, ibada ya funga ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhan. Ndugu katika imani, ibada ya funga mpaka hapa sio ya khiari, ni lazima ufunge Muislamu popote pale ulipo, lazima ufunge mwezi mtukufu wa Ramadhan. Tunakuja kuona watu ambao hawaruhusiwi au hawatafunga na masharti ya funga ni hapa. Nastamiru an khutubatina thania, tunaendelea na hutuba yetu ya pili fi hadhihi aljumaa, katika Ijumaa hii tukufu na ya kwanza katika mwezi mtukufu wa Ramadhan, ambayo anwani ya hutuba yetu ilikuwa ikisema ni ipi maana ya funga. Ndugu katika imani, katika hutuba yetu ya pili ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, tutaangalia ni yapi masharti ya ibada hii ya funga. Kama tunaamini ya kwamba funga ni ibada, bas likulli ibada laha shurut, ila ibada iko na masharti yake. Unapoenda kwenye ibada ya swala ni lazima ukute masharti yake mbalimbali, na ibada hii ya funga yewe Muislamu iko na masharti yake. Hakuna ibada ambayo inakosa masharti. Tuyasikilize masharti hayo. Ndugu katika imani, min shuruti sawmi fi hadha shahri Ramadhan, miongoni mwa masharti ya kufunga mwezi huu mtukufu wa Ramadhan, masharti yake Muislamu zinduka al-Islam. Sharti la kwanza ni mtu awe Muislamu. Miongoni mwa masharti ya mtu kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani ni lazima kwanza awe ni Muislamu. Fala yajuzu sawm min al-kafir, ibada ya funga si halali kwa mtu ambaye ni kafir, ambaye si Muislamu. Ibada ya funga kwake sio halali, ni haram, haifai. Sio watu tena katika jamii akaona watu wengi wanafunga, si Muislamu, akasema kwa kuwa watu wengi wanashinda na saum, ngoja na yeye basi afunge, hali ya kuwa si Muislamu. Namwambia la, hapana, usifunge. Ibada ya funga kwako wewe ni haram. Lakini kama wataka kufunga, toa shahada, silimu kwanza ndio uingie katika ibada ya funga. Ibada ya funga, ndugu katika imani, sharti lake la kwanza ni Uislamu. Lazima mtu ambaye anaingia katika ibada ya funga mwezi mtukufu wa Ramadhan awe ni Muislamu. Albulugh, sharti la pili albulugh. Mtu ambaye anayefunga mwezi huu mtukufu wa Ramadhan lazima awe ni mtu ambaye amefikia umri wa kubaligh, ambaye siye mtoto, mtu mzima, maana yake ameshabaligh. Hili ni sharti la pili. Fala yalzimu sawm ala saghir, funga si wajibu na wala hailazimishi kwa kijana ambaye ni mdogo sana, lakini yu'maru alayhi, lakini anaamrishwa kijana huyo mdogo afunge. Wa in swama fa sawmuhu sahih, wanachuoni wanasema anaamrishwa ili aisoe ibada ya funga, na ikiwa atafunga basi ibada yake itakuwa ni sahihi hata kama atakuwa hajabaligh. Sharti la tatu wal aqli, yoyote ambaye anaruhusiwa kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani basi awe na akili ambazo ni timamu. Wanasema wanachuoni, fala yajuzu sawm ala ghairi al-aqli, haijuzu ibada ya funga kwa mtu ambaye amepatwa na maradhi na changamoto ya kutoka na akili. Sharti la nne as-sihha,
katika masharti makubwa ya ibada ya funga aswiha. Ni Muislamu wewe hapo ambaye umedirikiwa na mwezi mtukufu wa Ramadhani, lazima uwe na swiha, uwe na afya njema. Ili pia ni katika masharti ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Usije ukanyongeka Muislamu kaona nimedirikiwa na mwezi wa Ramadhani lakini nina maradhi na ugonjwa na tunaambiwa tufunge, ni wajibu kufunga. La, kama swiha yako itakuwa haiko vizuri, basi sheria inakukataza kufunga ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Miongoni mwa masharti yake, sharti la 4 ni swiha. Wewe Muislamu waruhusiwa kufunga ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, uwe umetimiza sharti la swiha, maana yake kuwa na afya ambayo ni nzuri. Washartu al-khamis, lakini sharti la 5, al-khuluwi min al-haidh wan nifas, ili ni kwa watu upande wa pili, kwa wakina mama asiwe na hedhi wala nifasi katika ibada yake ya funga. Haya ni masharti ambayo Muislamu yoyote atakayekuwa nayo basi itakiwa aingie katika ibada yake ya funga. Ni lazima afunge ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, lakini kama hana masharti haya, hana swiha, si Muislamu na kadhalika ana hedhi na nifasi, basi huyu hatafunga kipindi cha mwezi mtukufu wa Ramadhani, lakini inapoondoka hiyo hali atalipa kile kipindi ambacho alichokuwa afunge. Wa shartul khamis wa shartu sadis, lakini sharti la 6 miongoni mwa masharti ya ibada ya funga hii ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, al-iqama, ni mtu awe ni mwenyeji wa mji fulani, awe ni mwenyeji wa mji fulani, asiwe ni msafiri. Kama ni msafiri basi funga kwake mtu huyu inakuwa sio lazima afunge. Lakini wewe mwenyeji wa mji fulani umedirikiwa na Ramadhani, ni nyumbani kwenu, basi ni lazima ufunge. Ila yule ambaye ni msafiri, sio mji wake, kwake mtu huyu si lazima kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani. Lakini akifunga fasomuhu sahih, akifunga basi somu yake ni nzuri. Lakini sheria ya Uislamu ilivyokuwa bora haijamlazimisha mtu huyu afunge anapokuwa yuko mbali na mji wake. Ndugu katika imani, haya ni masharti ya mtu ambaye analazimika kuingia katika ibada ya funga. Allah subhanahu wa ta'ala akatolea dalili maneno haya, akasema ayyaman ma'dudat, hizo siku za mwezi mtukufu wa Ramadhani ni idadi ambayo ni ndogo mno. Faman kana minkum marida, yeyote ambaye atakuwa miongoni mwenu maridan, ni mgonjwa, au ala safarin, au akawa yupo safarini, faidatun min ayamin ukhra, basi masiku hayo ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ataendeleza katika kipindi kingine. Ndugu katika imani, fanadkhulu ila mufattirati swaim. Ndugu katika imani, tunaangalia pia katika hutuba hii ya kwanza katika mwezi mtukufu wa Ramadhani ni vitu gani ambavyo wewe Muislamu unapokuwa umefunga vinaweza vikakuondolea ibada yako ya funga. Asema al-aklu wa shurbi, ewe Muislamu, vitu ambavyo vinaweza vikaharibu ibada yako ya funga uliyoanza nayo taingia asubuhi ukitaraji kufika nao magharibi, ni hivi hapa: al-aklu wa shurbi, ni kula na kunywa. Muislamu yoyote ambaye atakuwa amefunga mwezi mtukufu wa Ramadhani akachukua maji akala au akanywa, basi ibada yake ya funga hapo hapo itakuwa imeharibika. Na kila hali ya kuwa hajasahau, akala kwa maksudi, fa'ala dhalika fila abda, akafanya hivyo kwa maksudi, anajua kabisa yupo katika ibada ya funga na akachukua chakula na akala, mtu ibada yake ya funga itakuwa imeharibika. Wa amma man akala wa shariba wa huwa nasi, ama yule ambaye atakayekula akanywa aliyakuwa amesahau, fasawmuhu sahih. Dini ya Kiislamu yasema yule ambaye atakayekula na kunywa maji akiwa amesahau kama yupo katika ibada ya funga, Rachodi au Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akajibu swali hili akasema fasawmuhu sahih, mtu huyu saumu yake ibada yake ya funga itakuwa ni sahihi madamu amekula au amekunywa aliyakuwa amesahau. Mtume anasema fa inna at'amahu Allah wa saqah, Allah ndiyo ambaye amemfanya mtu huyu, amenywesha au amemlisha mtu huyu, ibada yake ya funga anaendelea nayo vile vile. Yule ambaye amekula au akanywa hali ya kuwa amesahau. Ama yule ambaye atakayekula kwa makusudi, amepita sehemu anaandaa futari akashawishika, akafungua mapua yake yakarusa, akashawishika na chakula, akaona ngoja nifungue magharibi, iko mbali, mtu huyu atakuwa ameharibu ibada yake ya funga.
Kitu kingine ambacho kinaweza kumtoa mtu katika ibada yake ya funga akitoa aljimaa, ni kushiriki tendo mchana wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Muislamu yoyote ambaye ibada yake ya funga aliyoanza nayo, ikiwa atafanya jambo hili, basi ibada yake ya funga itaharibika hapo hapo na atapata adhabu kali sana ya kufunga miezi miwili mfululizo, ni ya kufanya kitendo cha ndoa mchana wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Jitahadharini wewe Waislamu, mashababi, vijana ambao wameingia kwenye ndoa katika mwezi wa Shaaban, wajitahadhari na jambo hili, wasiji mwezi wa Ramadhani umeingia, wanahitaji haki zao za kimwili, wakajikuta wanaingia katika kuharibu ibada yao ya funga na kupata adhabu kali ya kufunga miezi miwili mfululizo kwa kufanya kitendo cha ndoa mchana wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Funga yako inaharibika na unapata adhabu kali sana ya kufunga miezi miwili mfululizo. Intabihi ayuha almuslim, zinduka wewe Muislam, jiweke mbali na vitu ambavyo vinaweza vikaharibu ibada yako ya funga na vingine vikakupa adhabu kali sana ambayo ni ngumu pia kuiweza. Sema kitu kingine ambacho kinaweza kumtoa mtu katika ibada yake ya funga ni vingi, tunataja kwa ufupi. Ataqayyu abdan, ni mtu kujitapisha kwa makusudi. Muislam yupo katika ibada yake ya funga lakini anataka kujitapikisha kwa makusudi. Mtu huyu akifanya kitendo kama hichi, basi ibada yake ya funga hapo hapo itakuwa imeharibika. Lakini kutapika kukatokea kwenyewe, basi na yeye mwenyewe kujitakia, mtu huyu anajisafisha kichwa chake na anaendelea na ibada yake ya funga. Mtume anasema man dhara'ahu alqai, yule ambaye kutapika kutamzidi kukatokea tu basi na mwenyewe kutaka, mtu huyu anaendelea na ibada yake ya funga. Lakini yeyote ambaye atataka kujitapikisha, akafanya vitu, akaingiza vidole katika kichwa chake ili atapike tu, ibada yake ya funga ya Muislamu itaharibika. Lakini pia kupitia hutuba hii ya kwanza, Ijumaa ya kwanza ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, tunataja vitu ambavyo ni sunna Muislamu wewe kuvifanya katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani na katika ibada yako ya funga. Cha kwanza, as-sahur, ni kula daku. Ewe ndugu Muislamu, katika vitu ambavyo vinapendeza wewe Muislamu katika ibada yako ya funga, as-sahur ni kufanya daku, ni kula chakula cha usiku ambacho wanachuoni wa dini ya Kiislamu wanakiita as-sahur. Ya kwanza, Muislamu msije ukasema nina uwezo wa kufunga bila hata kula daku. La, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amewaamrisha Waislamu wale kile chakula kina baraka, unapata nguvu mchana wa mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa kula kile chakula cha usiku ambacho kinaitwa as-sahur. Katika mambo mengine ambayo ni sunna kuyafanya katika kipindi cha mwezi mtukufu wa Ramadhani, al-iktharu minas sadaqati, ni kufanya wingi wa kutoa sadaka katika majambo ambayo unatakiwa uyafanye sana ndugu katika imani, katika mchana wa mwezi mtukufu wa Ramadhani na katika mwezi huu wa Ramadhani. Al-iktharu minas sadaqa, ni kufanya wingi sana kutoa sadaka, wa tilawati al-Qur'an, lakini pia kukithirisha kusoma sana kusoma sana Qur'an katika majambo ambayo tunatakiwa tuyafanye wakati tumefunga mchana wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, ni kutoa sadaka lakini pia kusoma Qur'ani, kwa sababu mwezi huu mtukufu wa Ramadhani niko Qur'ani imeshuka, kufanya adhkari, kumsabihi Allah na kumtaja bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Lakini ni zipi adabu za mtu ambaye yupo katika ibada ya funga? Lisiyami adaban ayuha almuslim, ibada ya funga ya Muislamu iko na adabu zake. Hakuna ibada yoyote ambayo itakosekana na adabu. Ibada ya funga ipo na adabu. Fa min hadhihi aladab, miongoni mwa adabu za ibada hiyo ya funga, asema yaquma as-saimu bima aujabahu Allah min alibadat, mtu wewe uliyefunga, adabu ya funga mwezi mtukufu wa Ramadhani siduka ya Uislamu ni wewe kusimama na zile ibada ambazo Allah subhanahu wa ta'ala alizokuwajibishia, ibada za kauli, za kivitendo. Ahamu wa salat, miongoni mwa hizo ibada ni swala. Ndugu katika imani, adabu ya ibada ya funga, adabu ya ibada zetu za funga ambazo tuko nazo ni swala, ni kutekeleza ibada ya swala. Mtu asije akaingia katika ibada ya funga na yeye hasali, anafunga tu basi tu, lakini msikiti kwake anauona ni kitu ambacho yeye akimsaiki. Ndugu katika imani, adabu ya funga ni kutekeleza ibada ya swala na ibada mbalimbali.
Lakini pia katika hizo adabu za funga ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, wajtanibal kadhiba, ni Muislamu kujiweka mbali na ghishi na uongo. Wajtanibal maazifa, Muislamu unapokuwa katika ibada ya funga, ni adabu za funga kujiweka mbali na kudanganya. Wajtanibal maazifa, Muislamu huyu ujiweke mbali almaazifa, na kusikiliza miziki. Wajtanibal ghishi fi jamii almuamalat, lakini ujiweke mbali sana na ghishi, kudanganya katika miamala mbalimbali, min bai'i, ya kibiashara au ijara, wa sunaa, na katika majambo ya utengenezaji wa vitu, wa rahni, na katika miamala mbalimbali ya kibiashara na ijara na ufundi wa rahni na rehani. Muislamu jiepushe na ghishi, usifunge mwezi mtukufu wa Ramadhani unadanganya. Waimba miziki leo, mashababi imekuwa ni hatari. Waislamu wanafunga lakini wanasikiliza miziki, wanafanya vitu vya ajabu, wanacheza michezo ya haramu, draft, pool na kadhalika. Hii ni michezo ambayo Muislamu unapokuwa katika ibada ya funga hutakiwi kufanya. Usisikilize mziki ukiwa umefunga, usisikilize vitu vya haramu, badala yake sikiliza nini? Sikiliza Qur'ani, sikiliza mawaidha mbalimbali ukiwa katika ibada ya funga, na msabihi Allah, mtakase Allah subhanahu wa ta'ala, mtake msamaha Allah subhanahu wa ta'ala. Usifunge Ramadhani unasikiliza nyimbo, la, vitu hivi ni hatari, vinaweza vikakutoa katika ibada yako ya funga. Mtume anasemaje katika hadithi sahihi? Asema Mtume, swala na amani ziwe juu yake, man lam yada qawla zur, anna man lam yada qawla zur wal amala bih, hakika yote ambaye hataacha maneno ya uzushi, kusema uongo na kudanganya na kuiba katika mizani na kufanya miamala mibaya katika mwezi mtukufu wa Ramadhan, asema falaisa lillahi haja, Allah hatakuwa na haja na mtu huyu fi ayyada ta'amahu wa sharabahu, yeye kuacha chakula chake mchana wake, wa sharabahu, na kinywaji chake. Ndugu katika imani, tusifunge ibada ya mwezi mtukufu wa Ramadhani na mtu anasikiliza muziki, anafanya vitu vya haramu kabisa. Tujiepushe na vitu hivi. Mtume hadithi hii sahihi ameweka wazi, yote ambaye atafunga lakini anafitinisha watu, anaongea mambo ambayo siyofaa, anatukana, anaiba katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, anakula riba, Mtume anasema mtu huyu Allah haoni haja ya mtu huyu kuacha chakula chake mwezi mtukufu wa Ramadhani au kinywaji chake, na akadai amefunga hali ya kuwa anamuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana